Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 20, tunasoma Zaburi sura ya 20. Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Na tuushangilie wokovu wako kwa jina la Mungu wetu. Tuzitweke bendera zetu. Bwana akutimizie matakwa yako yote. Sasa najua kuwa Bwana amuokoa masihi wake, atamjibu toka mbingu zake takatifu kwa matendo makuu ya wokovu ya mkono wake wa kuume. Hawa wanataja magari na hawa farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Bwana umuokoe mfalme, utuitikie siku tuitayo. Hilo ndilo neno la Mungu kwa siku ya leo. Amen. Unataka Mungu akujibu siku ukiwa na shida, ukiwa katika dhiki na mateso? Unataka akujibu ukiwa unamuomba? Basi kuna haya mambo unatakiwa uyazingatie. Uwe unampenda Mungu kwa moyo wako wote. Akisema kwa moyo wako wote, maana yake uwe na ibada ya matoleo. Yaani uwe ni mtu wa sadaka. Hao wanaoagiza unaona wanafanikiwa hivyo ni kwa sababu ni watu ambao wanatoa sadaka kwa miungu yao. Wanabidii ya kutoa sadaka kwa miungu yao. Miungu yao hata ikitaji damu za watu, wanatoa damu za watu. Yaani linapofika swala la sadaka kwa miungu yao, hao wanaoagiza huwa hawanaga mchezo. Wapo serious. Ni wewe tu ambaye unaleta utani kwa Mungu wako linapofika swala la sadaka. Haujui sadaka ina nguvu gani katika maisha yako. Unapokuwa na moyo mwepesi wa upendo katika kutoa sadaka, inamfanya Mungu akuangalie kwa ukaribu zaidi. Sadaka inaweza ikakusaidia hata kama hujui kuomba. Ukiwa ni mtu ambaye unatoa sadaka kwa uaminifu, ile sadaka yako inatangulia kukuombea. Kwa hiyo sadaka ina nguvu sana ya kukuunganisha wewe na Mungu. Kubeti ambako ni original kunakofaa ni wewe kupeleka sadaka yako madhabahuni ili iweze kufanya kazi ya Mungu. Huko ndio kubeti kunakofaa. Na tena unapopeleka sadaka yako kwa ajili ya kazi ya Mungu, unamwambia Bwana, mimi nakujaribu. Yeye ameruhusu umjaribu kupitia matoleo yako, yani sadaka yako. Peleka sadaka yako madhabahuni ikafanye kazi ya Mungu. Unamwambia Bwana, mimi nimeleta sadaka yangu hii hapa, nina beti. Mimi nakuhakikishia unavyobeti kwa Mungu, ni lazima mkeka utatiki. Sema inategemeana. Unaweza ukazidishiwa mara 3 zaidi au mara 7 au hata mara 24 vile Mungu atakavyotaka. Ila mkeka kutiki ni uhakika. Wewe ambaye unasema mimi nateswa na vifungo vya kubeti, hamisha system ya kubeti. Anza kubeti kwa kazi ya Mungu. Yaani Mungu atakushangaza. Niamini mimi. Kwa yeyote anayesema leo mimi najaribu, ni beti nione. Na kuwekea namba hapo. Tunaandaa eneo kwa ajili ya ibada. Tunahitaji milioni 15. Bado haijakamilika. Kwa hiyo wewe mwambie Mungu, mimi na beti. Toa kile kiasi ambacho unakisikia moyoni mwako, alafu utaona. Kubeti kuliko na uhakika ni kubeti kwenye kazi ya Mungu. Uhakika ni 100%, yani lazima mkeka utiki. Jambo la pili, thamini wokovu wako. Wokovu tulionao ni wa thamani sana. Usiuchukulie poa wala usiuzoee. Kama umeokoka, tembea na ishi maisha ya wokovu, usijichanganye na mambo ya dunia. Ilibidi mwanae mpendwa Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yako. Huoni kwamba ni jambo la upendo wa hali ya juu sana? Kwa hiyo thamini sana kile ambacho Yesu alikifanya msalabani, yani kufa kwa ajili yako. Usiendelee kutenda dhambi. Kama unaendelea kutenda dhambi na umeokoka, manake wewe hauthamini wokovu wako. Na ndio maana kuna wakati unamuomba Mungu hakujibu, anakunyamazia. Jambo la tatu, ukitaka Mungu akujibu katika shida zako na dhiki zako na mateso yako, litukuze jina lake kila wakati. Watu wengine wanatukuza magari, wanataja magari, wanataja farasi, lakini wewe unatakiwa ulitukuze jina la Mungu. Unasema namshukuru Mungu kwa matendo yake makuu. Mungu ni waajabu sana jamani, amenitoa katika utumwa wa dhambi, ameniponya, amenilinda. Uwe unamtukuza yeye siku zote. Acha tabia za wana wa dunia. Unaiona hii t-shirt yangu? T-shirt yangu nimenunua 650,000. Unaona viatu? Hivi viatu nilivinunua Marekani hivi. Hivi viatu vinauzwa dola 927.8. Lakini wewe mwana wa Mungu, litukuze jina la Mungu. Tangaza matendo yake makuu. Yaani Bwana akikutendea jambo usinyamaze kimya. Msimulie hata mtu kwenye daladala. Sio lazima kwamba wote tutakuwa wainjilisti tutasimama barabarani. Hapana, hata hapo kazini kwenu tangaza ukuu wake. Yaani uwe unatangaza matendo makuu ya Mungu mpaka hapo ofisini kwenu wakupe jina la binti mlokole au kijana mlokole au bwana mlokole au mlokole. Yaani kwamba wewe habari zako ni za Yesu alifanya hivi, Yesu akafanya vile. Ni Yesu, 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 Yesu. Amejaa moyoni mwako, amejaa kwenye kinywa chako, amejaa kwenye ufahamu wako, amejaa kwenye nafsi yako. Hivyo ndio inavyotakiwa. Mungu akiona unamtukuza yeye kila wakati, nakwambia, siku umepatwa na shida, kabla hujaanza kuomba, anakujibu haraka mpaka unashangaa. Maombi ya siku ya leo, mwambie Baba yangu wa mbinguni, asante kwa neno lako, nimeelewa. Naomba umruhusu Roho wako Mtakatifu aniongoze ili niweze kuuthamini na kuutunza wokovu nilionao. Amen. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.